D'une longueur de 236 km, la route nationale RN3 Goma-Walikale via le territoire de Massissi se trouve en état de délabrement très avancé. Surtout en cette période pluvieuse, les transporteurs, chauffeurs de camions, motos traversent le calvaire. Une route impraticable, des bourbiers, des trous de profondeur, parsemés à chaque distance, voilà le vécu quotidien des usagers de la route. Une route dite de la mort, témoignent quelques-uns rencontrés sur place. Ndaka koma kila siku miko ni transporteur. Uko na magari gani? Nina kwaka na gari za maeliksi mbili. Na mwenzetu Manya na Chiza. Ulitoka Goma siku gani? Mie niko na juma mwa mimi natoka Goma kwenda Walikale. Ningali natumika mbarabara mpaka na hivi na niko nalipa piage route. Ulishafikia wapi Bujuma moya? Mwa juma mwa hapa mimi nafika Kalonge. Nafika Kalonge. Kutoka Walikale. Magumi iko mingi. Maguma iko mingi manake na transport zina manake bananza kutulipisha mataksi mingi mbarabara, mapiage mingi. Maki kutoka tunalipa piage route mara 4. Na barabara tuna kwenye tuko tunapitisha gari. Sasa tunajiuliza kama sisi tulishafanyia Kongo nini? Naombi ni gani? Naombi sasa maombi yangu tunaomba bashefu batuangalilie hapa watu mwana mayumbu iko naye mwana mayumbu iko naye kwa mayumbu sasa anakuja tumikisha namna gani anakula mataksi za nini? Eko mayombi. Mayumbi naye anashatia mataksi humu barabara mapiage route. Nikufuatana na nini naye juu ya nini kazi gani anatufanyizia sisi watu wa magari na barabara itengemale mtu ya Walikale ngani anauza bei nani manguo kubei nguvu sana au biashara na vitu vikosekane Goma kwa jua nini bwana journaliste sisi na tunakufia nini sasa tuko bakongomani kwa kwenda Walikale. Ils prennent le risque pendant plus de mois pour y acheminer le marchandise par véhicule. 3 jours sur la moto. Cet état de la route dite de l'impossible rend le territoire de Walikale, poumon minier de la province, un territoire enclavé de la RDC. Et pourtant, carrefour des 3 provinces, à savoir le Maniema, la Chopo et le Sud Kivu. Barabara tunateseka sana. Gouvernement inatusahau. Hakika tunakuwa mwi barabara. Ndio. Itusaidie tengeneze barabara. Hapo kwa wapi hapa? Hapa niko Kalonge. Kalonge. Umetoka president wetu huyu wa barabara. Umetoka Masisi? Ndio. Masisi saa umetoka kule Walikale? Ndio. Tangu kutoka Walikale umefanya ngapi mjea? Mimi nafanya journée moja. Unafanya journée moja. Ndio. Barabara inakufa sana. Ndio papa. Ni shida tuko nayo major ya nguvu sana ni barabara. Vraiment barabara inatutesa sana wewe pekee unaona. Na peage route tuko nalipa kila siku hakuna barabara. Sasa ndio tunajiuliza hizo kulipa peage route zinafaa kazi gani? Mnalipa ngapi kwa peage route? Tunalipa 2000 francs, maana tunalipaka 4000 francs aller retour. Ba motard. Kila moto. Ombi yenu ni gani kabisa? Ombi yetu tunasema paraporo watuko natulipisha ile peage route omwe baikate baipatia ba volontaire juba tunakutana kwa ba volontaire bako banatulomba mchango tunalipa hako kama ni 1000 francs au 500 tunaona omwe hapo paraporo ile peage route. Hapa tuko Kalonge barabara inaribika sana. Barabara inaribika sana mwambie Chilomba tukumbuke nye barabara nye kabila yaacha. Atukumbuke Walikale Goma kuna barabara. Hii magari zimefasi ngapi mjini? Zilitoka wapi? Natoka Goma leo 5 jours. Ndio. Ameyafika hata Kibua. Hatuyafika Kibua. Tuko Kalonge hapo. Chilomba tukumbuke beto. Pole sana. Mjambo wenu. Jambo sana. Tunaona mnachoka kabisa. Tunachoka hivi. Mnatoka wapi? Natoka Rushebere ya Masisi. Masisi. Mlitoka siku gani? Nitoka jana siku ya Mungu. Na barabara iko namna gani? Barabara vile inatutesa sana kabisa. Matope mingi. Matope mingi. Mabariere bazarendo nabo bako mingi. Kolose hapa na hapa 2000 4000 vitu tunateseka sana. Ndio. Ombi yenu ni gani kabisa? Ombi tunaomba vile mtutetee. Labda mtutengenezee barabara. Na bazarendo kabisa vraiment muone kama wanapasha kupunguza kwa ile mabariere. Sana. Merci. Safari. Hapa ni wapi? Hapa ni Kalonge. Na mnaenda wapi? Tunaenda Walikale.
Mtafika siku gani? Tafika siku ya 3. Mnafanya siku ngapi mjini? Tunafanya siku 4 5. Unabeba kitu gani? Tunabeba maraki. Sawa, asante. Mimi bwana journaliste niko chauffeur. Una gari iko wapi? Gari yangu iko hapa nyuma. Hapa nyuma hapa. Ulitoka wapi? Natoka Walikale. Walikale utoka siku unafanya siku ngapi mjini? Hapa nafanya deja juma kunjia. Tangu Walikale mpaka hapa Kibua. Toka Walikale mpaka hapa Kibua nafanya juma moja deja. Magumu iko mingi. Barabara hakuna, maana tu unapita sasa vile unapicha gari muwese. Inatumbukia unailogota, inatumbukia unailogota. Kisha ya kushangaza mapeage route inakuwa mingi. Angalia wewe peke barabara. Unaona kitu unakata. Ifo tuendeze barabara, ndio kamio ipite hapo. Sasa ifo mashine hapa tutamaliza siku ngapi? Ifo tualwe watu bakutumika ndio gari ipite. Tulipe peage route, tena tualwe watu bakutumika barabara. Antuka bana journaliste. Basi. Na ulikuwa unabeba mzigo gani? Tulikuwa na watu kupokelesha vitu wa msaada ya kupokelesha watu ya kulima. Ndio vinabitauzia na mjini. Bon, vitu tulishafikisha make hapa deja mwezi moja hii kwenda Walikale na kurudia kufika hapa Kibua deja tunafaa mwezi moja. Les attributaires ayant contracté et gagné le marché de la réhabilitation des axes routiers de la part du gouvernement provincial ont arrêté les travaux. Certains engins visiblement en panne sont abandonnés sur les axes. Pas de cantonnage manuel. Seuls quelques volontaires s'y mettent. Dans la pluie, se mêlent dans la danse, dans cette zone forestière au sol fragile. Déplorent et témoignent ces volontaires, cantonniers manuels, non payés. Ils exhortent le gouvernement à leur faciliter avec le matériel pour qu'ils se prennent en charge en attendant l'avenir. Jina yako nani? Jina yangu ni President Territoriale Walikale Goma Burungushe Kiranda Prince. Uko chargé na nini? Niko chargé na development. Development wanaingiza barabara hiyo. Sasa tunafanya development na barabara inakufa. Ninafanya development ya maintenance ya route kwa kufasilite ba motari na ba chauffeur wapite mzuri barabara hiyo. Ndio. Parce que pasipo barabara hakuna kitu kinaweza fanyika. Sasa mbona barabara inakufa sana? Iko ivali kujua nini? Hali iko jua ba tributaire wale kwa barabara ba journaliste. Ba tributaire depuis Constant Nduma le Katariban kulikuwa Kashebere. Barabara kepewa na ba responsable melo wanakuwa ba irresponsable. Ba tributaire habajue faida ya ba cantonnier ko nini na valeur ya ba usagers de la route ko vitu gani. Kama hii barabara inakufa juu ya mauvaise comportement na kutokulipa ba cantonnier mo barabara. Baja yote baisha kimbia na mamashini yote inakufa bwana journalist. Mashine ya 1845 uilete hapa Walikale papa. Sasa inakufa unapeleka ule unatafuta piese yake kule Uganda inakosa na piese. Eske ilikuwa fani kwa Walikale? Ni kusema hakuna ba cantonnier mwa barabara yote. Depuis Kashebere Walikale hakuna cantonnier à part ya volontaire mo barabara papa journalist. Na ba volontaire wanasaidia sana. Ba volontaire njoma na leo gari zinapita. Njoma leo ba moto banafanya banapita. Na Mungu banafanya nini ba volontaire? Ba volontaire banakata marai za mamoto. Bagisha tumika reza mamoto moto zinapita facilement. Donc biko na subasima ama biko na coopération bwana ba taximen na bonne collaboration na ba chauffeur. Ba tributaire banasema bana makuta kutengeneza barabara. Bo kama banasema bana franka balitikiaka sa kupoe barabara namna gani? Na banalipisha pesa. Banalipisha peage. Moto nalipa 1000 francs na 2000 francs. Na gari ça dépend na gari papa journaliste. Elisiku na bei yake, durudugu na bei yake, donc tuko so. Mama mimi bwana chabotima papa. Alors chez tunashangaa péage route ilikuwa kama motif fondé kama italipa ba cantonnier Walikale. Mais pour le moment péage route hatuone avantage yake ndani ya hii barabara ya Goma. Est-ce que kunafanya nini? Beaucoup de taxes. Nini tasaidia? Bon, tunasiplier gouvernement et tu prendre chez ba volontaire en charge tuko prêt kutengeneza barabara yetu de Kashebere mpaka Walikale dans 6 mois tunaipiga barabara. Parce que hakuna kazi inashinda jeunesse hapa ima ya territoire ya Walikale. Gouvernement patie moyen. Gouvernement patie moyen. Basi spendre ba tributaire. Basi en tout cas ba tributaire chez na d'ailleurs tout na kofi. Depuis Kashebere mpaka Kibua mercredi, depuis Kibua mpaka Walikale mercredi. Mercredi yenyewe mpaka abalipe. Aba kutulipaka chez ba cantonnier barabara papa. Kama leo tunasema tukua volontaire, tulida na contrat ya collaboration na ba chauffeur na ba motari. Ni kuona kama banani ba tributaire. Attributaire wa Kashebere nani? Hapa Kibua iko BNB. Kutoka BNB Kibua Walikale iko Simba kwa Mayumbi.
Hawafanyi kitu. Hakuna kitu vinafanya. Shi tunaomba vraiment gouvernement angalie mambo na hata tufike gouvernement tuko pre batuikalishe tutoshe malalamiko pale teke batu wanasumbuka sana hiki. Kulikuwa urgence inafaa transfert Robongo mpaka Kibua. Urgence mgonjwa. Urgence mama wa mimba hapa journalist. Nitete ba volontaire kugusa hapa. Est-ce que limembe ikifika? Ndio kwa volontaire wana faciliter magari na mamoto kite faciliter. Ukosefu wa barabara inaleta magumu sana. Magonjwa inaleta kimaskini. Hakuna development kama kuna barabara. Imagine ni nani pema? Papa journalist. Mtu mwana jua kazi papa mpatege kazi papa. Mtu anatoka Goma nakuta kama hii barabara ndio business ndio job yake. Habapendi barabara iishe mzee. Tunatalizwa sana mwa hii territory. Jina langu ni Burungushe Kiranda Prince president ya. Pole sana. Na mimi nasalimia gouvernement. Asante kama na mimi nitaweza. Haina shida kama utaweza kabisa. Iko magumu sana. Tayari pale sema bosho kwa tunateseka. Yote ni hapa, sio wote hapa. Laana, iko laana, tunaweza yatumika. Si laana hivi. Rappelons que le territoire de Walikale regorge des potentialités énormes. Les minerais passent en grande quantité par Kisangani, faute de route. Des produits agricoles pourrissent dans le village, faute de moyens d'évacuation vers les grands centres de consommation, comme Goma et Kinshasa. D'où une attention particulière à l'autorité compétente pour la réhabilitation de cette route d'intérêt capital.